Ndugu zangu katika imani, ha huwa shahru ramadana qad adhana birrahil, huwa pa mwezi wa Ramadhani unaomba ruhusa ya kuondoka. Ramadhani inatuaga ikhwatal iman. Juzi tulikuwa tunapambana kuangalia mwezi wa Ramadhani, lakini leo huwezi kuamini tuko kwenye Ramadhani ya 17. Ramadhani inayoyoma, Ramadhani inatuaga, Ramadhani inakimbia. Je, angalia ndani ya hizo siku ambazo umefunga ndani yake, ni kitu gani ambacho kimeweza kukufanya ukabadilika, ukayaaga maisha yako maovu machafu ya kipindi cha nyuma, ukaamua kufocus na kubadilika kuelekea kwa Allah jalla fi'ala. Wa ha nahnu qad sanadkhulu fi ashrati al-akhirati, na ndiyo sasa ndugu zangu katika imani, muda sio mrefu tutaingia katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ambapo zimebaki siku 2 pekee. Wa hiya afdalu ayami sana ala al-itlaq. 10 hilo la mwisho katika mwezi wa Ramadhani ni siku ambazo zilizokuwa bora zaidi katika masiku katika hii dunia. Lianna fiha, kwa sababu ndani ya masiku 10 hayo, Lailatul Qadri, kuna usiku wa cheo, allati hiya khairun min alfi shahri, usiku ambao uliokuwa bora kuliko ibada ya miezi 1000. Ukibahatika kuupata usiku huo wa cheo, ukiwa ndani ya ibada, ukiwa ndani ya taa ya Allah jalla fi'ala, ni sawasawa umefanya ibada ndani ya miaka 83. Usiku huo unapatikana kwenye 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani. Wakad kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na hakika alikuwa Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, yahusu hadhihi al-ashra, akifanya maalumu katika hili 10 la mwisho, bimazidi al-ibadati wa ijtihadi, kuongeza na kufanya bidii katika masala ya ibada ndani ya 10 hilo. Fa'an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa mama Aisha, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendelee, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume wa Allah, rehma na amani zimshukie yeye, yajitahidu fil ashri al-awakhir, akijitahidi, akijituma, akijipinda, akisimama imara katika 10 la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, ma la yajtahidu fi ghairiha, kinyume na anapojitahidi kwenye siku nyingine. Yani mimi na wewe tunatakiwa tumfuate Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam linapokuwa limeingia 10 la mwisho ndani ya mwezi wa Ramadhani, anajitahidi kwenye kufanya ibada, anajitahidi kufanya taa mbalimbali. Kwa nini Mtume anajitahidi wakati Allah jalla fi'ala tayari amekwisha kumsamehe dhambi zilizotangulia, dhambi zilizopita na dhambi zinazokuja? Mimi na wewe ambao wala hatujui madhambi yetu uzito wake ni kiasi gani, wala hatujitahidi tunapoingia ndani ya 10 hili la mwisho katika Ramadhani. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anasali zile swala za usiku, wakati anasali miguu yake imevimba, miguu yake inatetemeka kwa kisimamo kirefu liajli Allah. Mke wake Aisha radhiyallahu anha anamwambia, ya Rasulullah,
ewe mtume wa Allah, kwa nini unajisumbua? Kwa nini unaitaabisha nafsi yako ya Rasulullah, wakati Allah amekusamehe dhambi zilizopita na dhambi zinazokuja? Angalia jawabu Mtume sallallahu alayhi wasallam alimjibu nini mke wake? Akamwambia, afala akunu abda shakura, ikiwa nimesamehewa hizo dhambi, je, basi nisiwe ni mja ambaye wa kurudisha shukurani kwa Allah? Leo mtume anairudisha shukurani kwa Allah kwa kusamehewa dhambi zake, anasimama usiku miguu inavimba. Je, mimi na wewe ambao hatujui uzito wa madhambi yetu, tunatakiwa tusimame kiasi gani katika kumcha Allah jalla fi'ala? Hadithi niliyoisoma awali kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 1175. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahihi al-Jami, utaipata kwa nambari 4910. Wa fi riwayatin ukhra, katika riwaya nyingine ya hadithi, an Aisha qalat, kutoka kwa mama Aisha amesema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, idha dakhala al-ashru, pindi linapoingia 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhan, shadda mizarahu, anajifunga kibwebwe, maana yake anasimama imara, anajitahidi Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ahya laylahu, na anakesha usiku mzima kwa ajili ya ibada, wa aiqadha ahlahu, na anaamsha familia yake. Hadha huwa Rasulullah, huyu ni mtume wa Allah. 10 la mwisho linapoingia, anasimama yeye mwenyewe na kuiamsha familia yake ndani ya kila usiku. Katika 10 la mwisho la Ramadhani wanafanya ibada mbalimbali, wanafanya mambo ya uchamungu mbalimbali. Huyu ni mtume wa Allah, anafanya bidii kiasi hichi. Je, mimi na wewe tunatakiwa tuwe na bidii ya aina gani kwenye ibada? Hadithi hii kaipokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 2024. Sheikh Albani kaisahihisha hadithi hii kwenye Sahihi al-Jami, utaipata kwa nambari 4713.